mimi na wewe na makaka zetu yote ambazo tuko hapa na walikuwa wanapigania nchi yetu kabla ya mimi na wewe, sisi tunatakiwa tunajitambulisha kwamba ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, kwa maana ya kwamba tunamtumikia Mungu, kwa sababu hatuko sifa, hatuko na mavigezo ya kupewa utukufu. Hiyo ni sifa ya Mwenyezi Mungu peke zake. Kwa hiyo hiyo ni jambo ambayo ningependa kurejea kila siku, kwa sababu sisi sote ni watu ambaye tuko sawa na tunakutana hapa kwa sababu ya unyenyekevu mkubwa na kwa sababu ya mapenzi yetu kwa nchi yetu, pamoja na kwa sababu ya kujali utu ya binadamu na yale mambo yote tumeona hazikuwa zinatakiwa zikuwe vile. Kwa hiyo tuko hapa kama jukwaa huru ya kuweza kuzungumza pamoja na maelimu, pamoja na kuulizana maswala ambayo tunaweza kuona ikaleta mafaida kwa pamoja zetu. Kwa hiyo naomba tumie lugha za maheshima, tusitumie mambo za matusi, tusikuwe watu ambaye moyo yake ni mwepesi sana kukerwa na akaongea. Hiyo sio sifa ya mtu mstaarabu ama mtu aliyekuwa amestaarabika ama mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo naomba kukumbusha kwamba sote hapa ni watumishi wa Mungu, kwa tumtumikie Mungu kwa hili njia ambayo itakuwa ina ukweli ndani yake, itakuwa ina unyenyekevu ndani yake, itakuwa inasema haki ndani yake. Kabla sijakuwa nimekwenda kwa topic kubwa ya ufupi tu, kesho ni siku ya Jumatatu, tuko na tuko na miadi ya kuongea ya United Nation juu ya kuweka uhakika kwamba kwa sababu tu ile ya maandamano yetu ya amani isokuwa na kikomo tunaifanya Tanzania nzima, ni kwamba tuko na lengo la kufanya maandamano yetu mpaka Umoja wa Mataifa ambayo branch ile kuweko Tanzania. Hii wiki iliyopita tumewasiliana na Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Zao akaniambia kwamba kama hilo jambo inahusia Tanzania, bado wao wako na ofisi ndani ya Tanzania, na nikawaambia kwamba tuko na nikawaambia kwamba sisi tuko na mpango ya kufanya maandamano ya amani kabisa, lakini tungependa tumkuje watu ya UN maelezo yetu. Wakanambia sasa hiyo sio tatizo yoyote, tunawapokea na tutawafungulia kwa milango, tutatoka kuwasikiliza nini munataka, nini mumeandamana na kitu gani mungependa sisi tufanye kwa mujibu ya sheria ambayo. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa vile hiyo jawabu tulipata ilikuwa ni Ijumaa, na Ijumaa kwa mida ya Amerika nyumbani ilikuwa tayari imeshakuwa usiku. Kwa hiyo kwa mapenzi ya Mungu, kama kesho atakuwa bado katubakiza tukikuwa na uhai, tunatarajia mapema kuwasiliana na United Nation ambayo iko Tanzania kwa njia ya email, lakini bado nitapiga simu ya moja kwa moja juu ya ujio wetu na matarajio yetu kwao, kwamba tunatarajia kama ambavyo Umoja wa Mataifa ya Marekani imetuambia kwa tayari kutusikiliza. Kwa hiyo nitaconfirm kwamba tarehe 10 watatukuta pale, japo kuwa iko uwezekano ya tangia tarehe 9 nje, lakini kwa sababu tu siku ya tarehe 9 itakuwa ni siku ya holiday, kwa sababu inaweza kwa hiyo inawaweka wazi kwamba tunaweza tukalala hapo ama vipi, lakini kihakika kabisa siku ya tarehe 10 tutakuwa hapo na nyinyi. Ndugu zangu, ninapenda kuhimiza kwamba maandamano haya ni ya amani, lakini hayatakuwa na kikomo, na majibu ya mashirika mingi ambazo zitatupatia uangalizi ya kimataifa kupitia organization za kimataifa kuthibitisha zile maandamano zetu zitakuwa na amani, lakini si kwa sababu iko na amani peke yake, lakini kiuhalisia ni kwa hayawezi kuwa na kikomo mpaka pale tu zile mambo ambayo tunayataka
yatakuwa yamesikilizwa na kukubaliwa na kufanyiwa kazi, ndipo maandamano yetu yatasita kwa siku chache tu. Baada ya hapo tutafungua maandamano mpya ya kushinikiza kwamba husika na mauaji yale na wao wanatakiwa wauliwe kama vile ndugu zetu wameuliwa kwa hadharani, na wao tunataka kuona maiti zao zikikuwa zimeuliwa. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, ninawaomba nyote mkuwe mnajitayarisha kwa mambo mawili, kwa psychological, kisaikolojia, pamoja na mentally na pamoja na physically, kimwili. Haya maandamano yatakuwa ni maandamano sana, na tumeyapanga vizuri sana. Ziko taarifa kubwa ambayo kwa sasa tunaamini sio muda yake hasa kuzungumza kwa sababu ya usalama na kwa sababu ya ulinzi, lakini kwa siku 4 ya mwisho kabla ya kuingia kwa maandamano tutafungua semina kubwa hapa juu ya maandamano zetu itakuwa vipi, na katika semina hiyo nitawaunganisha watu wakuwe wanapata direct kwenda automatic kupitia simu zao. Maana yake kwamba kutakuwa na address automatic ipo kwa simu yako, inakupeleka ofisi ya Umoja wa Mataifa. So usikuje ukawa unapoteza nguvu kujua utafikaje hapo. Kama Mungu amekubariki unamiliki basi automatic ni itafanya tumedevelop software tayari ambayo itakuonesha wapi na kwenda. Na si kwamba itakuonesha kwenda, lakini pia itakuonesha upite njia gani kama upo na gari. Maana yake itakuwa iko na imeunganishika na satellite na kuonesha njia gani iko busy, njia gani iko na magari mingi, njia gani uipite ufike kwa haraka. Maana yangu ni kwamba kama kutakuwa na manjia matatu ambayo kukufikisha hapo UN, itakuonesha pale pale moja kwa moja kwamba ukipita njia hii sasa hivi iko foleni kubwa, pita hii ama hii. Na tutatrack mpaka magari za mapolisi kwa hiyo software na hiyo app ambayo siku 4 ama 3 ya mwisho kabla ya maandamano. Software hiyo tutakuunganisha na taarifa za msingi, taarifa ambayo ikiwa uko kwa hatari yoyote ile utakuwa na uwezo ya na itatufika, na ikitufika mimi itakuwa tunaiunganisha na International Commission of the Red Cross, organization zile 5 yote ambayo tumekuwa tunaiomba ulinzi, na utataja jina yako na tutajua kuweza kukupatia msaada ya kisheria sana. Bado nipo kwa majitihada ya kuweza kupata jawabu kutoka TLS. Niliwapeleka rasmi na barua rasmi wiki iliyopita na nikawapigia simu pia, lakini nasubiri jawabu lao. Kama watatupa jawabu ya kuweza kutuunga mkono, nitawaomba na wao tukue tunawaunganisha kwa software yetu ambayo tutakuwa na wao wanapata habari za papo kwa papo. Nikisema papo kwa papo maana yake itaweza kama muko watu 10,000 tutaweza kujua kwanza watu wangapi muko hapo. Tutaweza kujua kama kuna hatari yoyote, na kama sisi peke zetu tunaona hatari yoyote kupitia kwa njia ambazo Mungu ametupatia, hapo tutapost kupitia hiyo software. Hey, hapa kuna watu wanakuja, ama kuna kitu fulani, ama kuna jambo fulani. Tulivyosema mwanzo, kama haya maandamano yatakuwa maandamano hiyo hayajawahi kushuhudika kwa ukanda ya Afrika Mashariki, mtaweza kunielewa kabla ya siku 2 za kuingia kwa hizi maandamano. Mungu peke yake kaniweka na hii uhai yake na katuweka na uzima huu ambao tuko nao. Hiyo ilikuwa kama tangazo kabla kuja na topic kubwa sana. Kwa hiyo muhimu zaidi kwa sasa napenda kumhusia kila mmoja yangu, kila ndugu yangu kwamba tunatakiwa tumuweke Mungu wetu mbele kwa kila jambo yoyote ile ambayo tunafanya, na tutangulize maombi na dua sana, sababu Mwenyezi Mungu ndio mmiliki ya kila kitu kwa hili dunia, na Mungu ndio anajua hatima ya maisha zangu mimi na maisha za kaka zetu Nuru na nyote ambayo mko chini. Mungu tayari anafahamu hasa wapi tutafikia. Na jambo jingine zaidi, ninaomba sana kila mtu
mapambano akiwa na moyo wake mmoja na kumweka Mungu wake mbele. Basi tunaamini kwamba Mungu ataweza kutupatia busara ya kujua hizi mambo zetu tunazofanya vipi. Kabla sijaingia tena kwa mada kubwa, pia tungependa kuwaomba kaka zetu yeyote ambayo anasikia hii live, akikuwemo kaka Twaha, kuweza put pressure kwa waweze kujibu email ambayo tumewapea tumewapa taarifa rasmi ni juu ya maandamano ambayo tunafanya. Tumeweka maombi yetu ambayo kama mkitaka nisome kwa ufupi kwa baadaye, niko tayari kuisoma hiyo barua, kwa sababu inawezekana tu yuko japo mtu anatumika kwa TLS. Kwa hiyo kwa baadaye ningependa sana kama mtakuwa mumeridhia tuisome hii barua, na ni ngapi kabisa imewafika TLS watujibu, kwa sababu tunahitaji msaada yao ya kisheria juu ya maandamano zetu ambayo kuzifanya. Okay. Licha ya ukweli kwamba nilikuwa nimeandaa taarifa nyingine leo mpya ya kuja kutoa ya kubwa na ya kusisimua sana, lakini tumepokea maelezo kutoka kwa watu ambazo tunawaheshimu. Wametaka kwamba tunatakiwa tuirejee kwa ufupi ile taarifa ya jana ambayo tulisoma kidogo weze kufaidika zaidi, kwa sababu lengo yetu sio kuzungumza sana, lakini lengo letu ni kuhakikisha kila raia amekuwa taarifa ya ukweli na yenye usahihi, na kumujalia ama kumwezesha akuwe na ufahamu bora inakwenda vipi. Kwa hiyo mimi kwa moyo wangu wote nimekubali kutumika tena kurejea jambo ambayo jana tumeifanya. Jana nilizungumza kitu kwamba machafu sana yanaendelea kwa serikali ya Tanzania, na haya mambo ni mambo ambayo serikali wamejaribu kuyaficha na raia wa Tanzania. Na licha ya ukweli kwamba haya ni mambo mabaya na yanaumiza sana, lakini wanaumia Ikulu na wala sio wanasiasa wakubwa. Haya maumivu yote yanawapata raia maskini na ya kawaida kama mimi na wewe. Leo nimekubali kuirejea tena hii topic kwa ufupi, lakini ninaomba sana ninapoizungumza jambo kama ile ambaye anataka kuthibitisha ukweli wa hii taarifa, ama anataka kitu inaitwa cross check, tafadhali sana neno zangu peke yake, andika hizi mambo, kafanya research peke zako kupitia internet, ama kwa njia ile peke zako unaweza ujitosheka zaidi. Niko tayari kukutumia soft copy ya hizi taarifa ambayo peke zako inaweza ikakupa mwongozo. Ninaanza. Jana nilisema kwamba kuna kitu inaitwa ICSID, na nikawaambia kwamba ICSID ni international organization, maana yake ni shirika ya kimataifa ambayo ilianzishwa mwaka 1966 chini ya convention inaitwa inaitwa Washington Convention ama ICSID convention. Na ndugu yangu, nikawa napenda sana kuzungumza Kiswahili kitamu, kwa sababu nilikuwa na uhakika kwamba ndugu zangu wengi mnafahamu hasa ni nini nasema. Nikawaambia kwamba hili shirika ya kimataifa kazi yake kubwa ni kutatua migogoro wawekezaji wa kigeni na nchi. Kwa mfano, kama atakuja mwekezaji kutoka Kenya ama kutoka Botswana, kutoka United Kingdom, anataka kufanya uwekezaji ndani ya nchi yetu ya Tanzania, na tukafunga naye mikataba za kimataifa, pale tu yule mtu hawezi tena kuja kwa mahakama ya ndani ya nchi yetu. Anakuwa moja kwa moja anakwenda kwenye hii mahakama ama kwenye hii shirika mamlaka ya kimataifa ya kuingilia
migogoro na kuamua makesi baina ya wawekezaji na baina ya serikali. Ya ICSID. Ninaamini kidogo kama kwa kutoa introduction inawezekana nimefahamika. Sasa ndugu yangu, kitu ya kuumiza sana ni kwamba huko ICSID kuna kesi zaidi ya 21 ambazo zimeshtakiwa nchi ya Tanzania na wawekezaji wa kigeni. Na mbaya zaidi, shtakiwa Tanzania na kulalamikiwa wametushinda, kwa maana ya kwamba washtaki wameshinda. Na baada ya kushinda tumetakiwa tulipe multi-millions of dollars. Kwa maana yake kwamba tumetakiwa tuwalipe mafidia hawa majamaa mabilioni ya madola. Na hizo fidia tumelipa. Na mbaya zaidi, sababu hasa za kuwafukuza hawa wawekezaji ama za kuwatoa ni kwa sababu ambayo mbaya sana na ni dhambi kubwa sana. Sababu nyingi zilikuwa ni ulafi, rushwa, watoto wa viongozi, wakuu wa makampuni wanataka wapewe, ni moja iko na ushahidi kabisa. Mtoto wa kiongozi mwaka 2005 huko alitaka pewe $5 kwa mwaka huo kwa sababu alikuwa na birthday party nchini Uingereza, na hii kampuni ikakataa. Baada yake baba yake akaamua kuivuruga na kuitoa kwenye nchi. Kwa sababu ndugu yangu, mimi nazungumza jambo ambayo iko na ushahidi wa wazi, ushahidi ambayo kila mtu anaweza kuifikia, na ningependa kuthibitisha hizi mambo kama hivi inafuatwa. Jinsi gani nchi yetu CCM pamoja na serikali yake imeweza kuharibu maisha ya Watanzania, imeweza kutuweka kwa umaskini kubwa uliokuwa imepitiliza, pamoja na kutubebesha raia za kawaida madeni makubwa. Na ndio maana unanunua umeme kwa bei kubwa, ndio maana unanunua sukari bei kubwa sana, kwa sababu tuweze kulipa madeni ambayo yamesababishwa na watu wawili ama watatu, na badala yake hiyo deni yote nchi nzima tuwe tunalipa. Naanza kuthibitisha kesi hizo kama ifuatavyo. Kuna kesi ambayo imesajili namba ARB/05/22. Hii kesi ni mashtaka ambayo tumeshtakiwa na kampuni inaitwa Bywater Gulf Tanzania Limited. Hii ni kampuni kale Tanzania kwa kuvunja mkataba mwaka 2005. Mwaka 2005 ni hii sasa, hii makesi tayari imekuwa iliamuliwa, na tukatakiwa kama serikali tukue tunalipa mapesa mingi sana. Hizi mambo zimefanyika wakati na Amiri Jeshi Mkuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini sasa niko na nyaraka iliyokuwa inathibitisha kwamba Kikwete, kwa sababu alikuwa na ukaribu na watu na majambazi kama kina Rostam Aziz, walitoa hii kampuni kwa ubabe kwa sababu hizi mambo aweze kupata marafiki zake. Kwa kuthibitisha jambo hiyo, ninaomba ndugu yangu kaangalie kesi iliyosajiliwa ICSID kwa namba ARB/05/22. Ikapelekea sisi peke zetu kwa kawaida tulipe millions of dollars kama fidia, kwa sababu watu wawili walikuwa wanataka kupeana raha peke zao. Kesi nyingine ambayo tumeshtakiwa Tanzania ilisajiliwa kwa namba ARB/10/. Hii ilikuwa kesi baina ya benki inaitwa Standard Chartered Bank Vice dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 2010. Hii ni miongoni mwa makampuni ambazo watoto wa viongozi alienda kuhitaji pesa nyingi sana, kwa sababu hakufuata sheria za kupewa hiyo mkopo, akaamua kufanya ubabe pamoja na kuivuruga, kupelekea kwamba hawa majamaa kuvunjiwa mikataba na kufanyiwa haki, na kampuni ya Standard Chartered ikaenda kuishitaki serikali ya Tanzania
kwenye shirika ambayo inaitwa ICSID. Hii ni kesi ya mwaka 2010, ni bado tu chini ya rais na bado kama hiyo haitoshi, kesi hii ambayo yenye usajili ya ARB/10/12 imeelezwa wazi ni jinsi gani familia ilisababisha hii kesi kupitia website inaitwa UNCTAD Investment. Unaweza peke yako some taarifa rasmi juu ya hii kesi kupitia hiyo website ambayo nimekupatia. Kesi ya tatu, tukashitakiwa tena, wakaishitaki tena kwa mara ya pili Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na kesi hii ikasajiliwa kwa namba ARB 5/41/41. Imesajiliwa rasmi na pia vile vile ikatokana mkubwa ambayo inasemekana kwa mujibu ya website ya Italy inaitwa italaw.com, ambayo familia za viongozi yetu ilienda kuhitaji mapesa, ilichukua mapesa kwa ajili ya kufanya makampeni ya CCM na baada yake kufuata utaratibu baada yake, kwa sababu tu kampuni hii haijakuwa kukubalia kufanya mambo ya hovyo, wakatumia ubabe ya kiserikali. Hawajajali kwamba hii hasara itakujia wewe raia ya kawaida na mimi. Kesi ya 4 ni mashitaka mengine ambayo shtakiwa kwenye mashirika ya kimataifa. Hii inakupa kesi namba 4. Hata ile jambazi ya Tanzania ya kawaida haya, kwa jinsi ambavyo sisi peke zetu nchi yetu tumeshtakiwa na kuchafuliwa kwa mashirika ya kimataifa kwamba sio waadilifu kwa ya kimataifa. Kesi hii imesajiliwa kwa namba ARB/17/33. Walaki kampuni inaitwa Eco Development in Europe AB and Eco Energy Africa ABV. Wameshitaki ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 2017. Mwaka 2017. Na hii ndugu yangu kwa moyo sana, walikuwa hawa majamaa wana uwezo ya kushusha bei ya umeme kwa nchi zetu pamoja na gesi ya kupikia na vitu yenye ubora zaidi, kwa sababu tu viongozi ya Tanzania ni viongozi ambao hawafanyi siasa peke zao, lakini wanafanya kazi na biashara ya Tanzania ambayo wafanya biashara matapeli yanauza magesi na wanafanya mambo ya madini, wakakuwa tayari kwamba kampuni itolewe bila ya utaratibu na tulipishwe madeni sisi maraia za kawaida, kwa sababu tu ya kupeana raha wao peke zao kwa peke. Kama hiyo haitoshi, kesi namba 5 nyingine ambayo tumeshtakiwa sisi kwenye shirika ya kimataifa ya ICSID, jiliwa kesi hii kwa namba ARB/19/8. Tumeshtakiwa na kampuni imesajiliwa kwamba Ayub Farid Saab wameshitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 2019. Kama bado hiyo, kesi nyingine imesajiliwa kwa namba ARB/20/25. Walotukua wameshitushitaki sisi ni kampuni inaitwa Wilshire Gold Corp, imeshitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 2020. Yangu tukaja kushtakiwa tena. Tumekuja kushtakiwa na kampuni inaitwa Nachingwea UK Holdings Limited. Wameishitaki serikali na kesi hii imesajiliwa ICSID rasmi kwa usajili namba ARB/20/38. Haya makesi kama kampuni hii, kama ndugu yangu utaweza kusoma taarifa kamili ambayo ni ya kiintelijensia ilikuwaje hasa migongano hii katokea, sio ile ambayo imewekwa kwa mitandao, utaweza ukaumia moyo na ukalia sana. Viongozi yetu ni watu wamekuwa wabaya kiasi kwamba wamekuwa tayari hawajali maslahi ya mataifa yetu, hawajali watu wanyonge vile inateseka, bali kama tuko na mahospitali ambayo haziko na madawa,
wamekuwa tayari wao wawapee migodi hii watu wahovyo wengine na kutoa kampuni ambayo masifa, na wakakuwa tayari tulipe madeni ambazo pesa zake namba yake peke yangu mimi sijui kuitaja. Ndugu yangu, kama mtoshi, kuna kesi namba 8 imesajiliwa kwa namba ifuatayo ARB/21/6. Kampuni inaitwa Montero Mining and Exploration Limited imekuwa imeishitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka ambayo inaitwa 2021. Wametushitaki kampuni hii ni kampuni ya Canada imetushitaki na jambo hili nimesoma taarifa ya siri kabisa, licha ya ukweli kwamba ilikuwa wakati ya Magufuli, lakini ilikuwa inatokana aba ya wizi na mibaya sana ambayo ilikuwa imefungwa na kabla ya na Rais Bwana Mrisho Kikwete, jambo ambayo kwa sababu rais ya wakati hiyo ya Tanzania Magufuli aliumizwa sana na aina ya mkataba mbovu kabisa ya mali zetu, akaona ni bora baadaye. Kama ndugu yangu, hiyo bado haitoshi, tumeshtakiwa tena kwa kesi ambayo iko na 4/42 na kampuni inaitwa Equa Power and Catalyst Capital Limited. Wameishitaki Tanzania mwaka 2024, na hii kwa mujibu ya taarifa ya kiintelijensia imechapishwa na majamaa wa Italy. Anahusika kikamilifu kabisa kututia taifa hasara kwa kuvunja hii mkataba, na sasa tuko kwa madeni kubwa ambayo hesabu yake hatuja hapa, na kwa sasa tuko kwenye kufanya hizo malipo. Bado ndugu yangu, kama itakuwa bado moyo wako haujaweza kwa jinsi gani tuko watu ambayo tunavurugwa na kutajia kesi nyingine, ni kesi ambayo imesajiliwa kwa namba ARB/20/44. Tumeshtakiwa na kampuni ya Pan African Energy Limited. Wameshitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka huu, pamoja na wakaishitaki na kampuni ya Tanzania Petroleum Development Corporation, ambayo hii share yake kubwa kabisa inamilikiwa na ya Tanzania ambaye alikuwa anajulikana kwa jina yake Jakaya Mrisho Kikwete. Ako na mikoa, anauza amehiari kwamba kwa sababu tu yeye kuweze kufanya mambo kwa raha zake ameitia nchi kwa migogoro, na kwa sababu tuko na rais ambaye Mungu busara ya kutosha na hako na upeo mkubwa, amekubali kuitia taifa kwa mashida. Ndugu zangu, nimetanguliza mwanzo kusema 21 ambayo tumeshtakiwa sisi. Sidhani kama nitakuwa na nguvu ya kuendelea kuzitaja zote, lakini nimewapa taarifa, mnaweza peke zenu mkakwenda kusoma na mkaona. Naomba kumalizia kidogo, halafu tuwape kaka zetu kinatoa waweze kinchi. Kwa ufupi ndugu yangu, hii shirika ya ICSID ni shirika ambayo ya kimataifa. Maana yangu ni hivi: kama kuna mwekezaji yoyote yule ambaye ni tajiri kweli, anataka kuja kuwekeza nchi ya Tanzania, anawenda hapa kwa hii shirika juu ya Tanzania. Maana yake, kwa mfano, kama mimi ninakuwa nataka kumuoa mwanamke, ya taarifa zake. Je, huyu mwanamke ana matabia gani? Huyu mwanamke anafaa ama vipi? Huyu mwanamke ana rekodi gani mbaya? Maana yangu ni kwamba shirika the website inaitwa icsid.worldbank imethibitisha kwamba kuna mashirika za kimataifa ambazo ziko na mapesa mingi sana zimetaka kuja kuwekeza Tanzania kwenye mambo ya utalii, kwenye viwanda vya bahari, pamoja na kuweka maviwanda ya sana. Wamehairi kuja kuleta mapesa zao kwa nchi yetu kuja kuwekeza, baada ya kupata ripoti chafu juu ya nchi yetu kutoka kwa CSID kwamba hatuko waaminifu, kwamba ni watu ambazo tunavunja mikataba kwa ovyo ovyo, kwa sababu tu ikiwa wa mtoto wa rais kataka dola 800,000 ama dola 1,000,000 akafanya mambo za raha zake, akipata hizi kampuni hazijampea, anaweza akavunja.
naomba kukuonesha ni kwa jinsi gani chama ya CCM pamoja na serikali ya Tanzania wamevuruga uchumi, na wao ndio sababu ya kufanya raia ya Tanzania au kuwe anauza njugu kama anavyosema kaka Sama, ama kuwe anaziba maplastiki ya masufuria. Ndugu yangu ya Kitanzania, hakuna njia nyingine yoyote hile kwa sasa tunaweza kusafisha na kuondoa hawa majamaa isipokuwa kufanya maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo, kwa sababu kwa mujibu ya taaluma ya kuondosha serikali ziko manjia 3 tu, ambayo hii somo nimeshawapea. Nitarejea kwa ufupi kwamba njia ya kwanza inaitwa political njia ya pili inaitwa administrative paralysis, na njia ya tatu inaitwa protest paralysis. Nikisema paralysis maana yake kama kuna nchi ambayo iko wanasiasa wana nguvu sana na ipo uhuru wa wanasiasa, wale wanasiasa ama ile siasa mbili kubwa zikigombana, serikali inaweza ikaparalyze na ikapelekea watu nyingine wajiuzulu. Jambo hiyo ndugu yangu haiwezekani hivi, kwa sababu vyama vya siasa vya kipinzani vingi ni vyama ambavyo vinatumika na chama tawala. Ile chama ya yule mjamaa niliwaambia mwenye matobo ya uso ni mjamaa ambaye iko ushahidi ya kiintelijensia kwamba chama chake kimekuwa na Bwana Kikwete, na chama ambayo kidogo inaaminika kwamba wako wanasiasa wa kweli kabisa ambao walikuwa wanaweza tayari wameshauliwa, tayari wamewekwa majela, kama ukimwangalia bwana mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, yeye ambaye ipo rekodi iliyoandikwa kabisa ya ushahidi kwamba amewahi kufanya political paralysis, shirika ya ndege ya Tanzania, amewahi kufanya political paralysis, akapelekea kwa ripoti yake ya kwenye bunge waziri mkuu Lowassa akaondoka kwa serikali. Hii yote imefanywa na wapinzani ya kweli. Sasa serikali wamejaribu kumuua mjamaa, na kwa sasa yuko jela ambayo anaweza akanyongwa ama kuuliwa. Maana yangu kwamba msitegemee yule mjamaa wa matobo kama anaweza kuiletea nchi yetu political paralysis. Yule sio mkweli. Na njia nyingine ya kutoa maserikali nimewaambia kwamba inaitwa administrative paralysis. Maana yake kwamba wale watumishi wa serikali wagome kufanya kazi kwa sababu hawakubaliani na serikali. Kwa mfano, mapolisi usikie siku wanaandamana wanasema hatufanyi kazi kwa sababu tumeona mikataba ile ilivunjwa na Teja Bill hatukubaliani nayo, tunataka report. Ama jeshi gome kufanya kazi, ama madaktari, ama walimu. Jambo ambayo kwa sasa haiwezekani tena kwa sababu CCM imecheza na maakili ya Watanzania, wametafuta primitive na watu ambayo wanatoka UV CCM ndio wamewapa udaktari, ndio wamewapa walimu, ndio wamewaweka wizara ya ardhi na wamewaweka mawizarani mote. Maana yangu kwamba huwezi kukuta hawa watumishi wakaigomea serikali kwa sababu wao ni primitive na ni watu ambazo zimetoka kwa chama ya CCM, sio watu ambayo walikuwa na elimu. Wamejitokeza baadhi ya watu wachache ndani ya Chama ya Mapinduzi kama bwana Profesa Assad na yule Warioba, ni watu ambayo walijaribu hivyo lakini hawajakuwa na nguvu. Hivyo basi ndugu yangu, njia peke yake iliyobakia kuondosha hizi mambo ni kupitia protest paralysis, kufanya maandamano mpaka tuhakikishe tunaiparalyze serikali. Ningeomba kusimamia hapo niweze kuwapa kaka zetu nafasi ya kuchambua hii ripoti ambayo ya kuvunjika kwa mikataba kwa sababu ya ulafi wa familia za serikali na dhidi ya ushahidi ambazo nimewaekea, alafu tuendelee na mambo nyingine. Asante sana, na ninaomba Mungu akibariki hii kikao yetu na atupe busara za kuendelea kuzungumza. Naomba sasa niwasikilize na nyinyi. Asante. Unaweza ukachangia kidogo? Kaka Sama. Naam. Mimi hapa nimekaa mbele ya kompyuta, yani mpaka kompyuta yangu imechanganyikiwa kutokana na taarifa nilizokuwa nazifuatilia.
kwa kitu alichokisema Habili, hakuna uongo, hakuna vizingishio. Yani kuna vingine vingi nimeona, yani yani mpaka pressure inanipanda jamani. Samahani, aendelee mwingine hapa. Twaha, karibu sana, fungua mic. Asante. Of course kuna baadhi ya taarifa nilikuwa nimezijua hapo nyuma, lakini kuna baadhi ya taarifa mpya ya ufisadi ambao umetisha kwenye taifa. Sasa mimi nitazungumza kwa ufafanuzi tu ili watu waelewe nini alichozungumza Habil. Kwanza nimpongeze, anafanya kazi nzuri sana, na Watanzania wanataka watu kama hawa watumike katika nchi yao. Jambo la kwanza, unapovunja mkataba una masharti yake. Kama mtu anakuja kwako anakujengea nyumba, mkataba unasema kabisa ukivunja mkataba njiani, basi utanilipa ile gharama ambayo ulitakiwa unipatie nyumba itakapokamilika, utanilipa hata kama nyumba yako haijakamilika. Kwa lugha rahisi kabisa iko hivi: unapovunja mkataba inamaanisha unatumia, kama ulikuwa na mradi wa kujenga shule, ulikuwa na mradi mkubwa wa kujenga halmashauri, ulikuwa na mradi mkubwa wa kujenga reli. Ukivunja mkataba na mtu inamaanisha unamlipa, unatafuta mkandarasi mwingine, utatafuta pesa nyingine ya kumlipa mkandarasi mpya, huku unamlipa mkandarasi mwingine ambaye umevunja mkataba. Hiyo ndio changamoto. Na hii mikataba sio kama unaivunjia Tanzania, unaivunjia nje ya Tanzania. Kwa maana unalipa kwa dola, haulipi kwa pesa ya madafu ya Tanzania. Kwa hiyo unakusanya pesa ya madafu ya Tanzania ambayo dola moja ni sawasawa na zaidi ya 2600 ya sasa. Kwa hiyo inamaanisha unalipa pesa nyingi zaidi. Ndio maana unakuta marais wote waliotangulia Tanzania, Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Rais Mwinyi, Rais Mkapa, Rais Kikwete, Rais Magufuli, kwenye utawala wao, hawa marais nadhani wako 6 kwenye utawala wao tangu uhuru mpaka anaondoka Magufuli madarakani, wote 6 nadhani kwa pamoja walikuwa wamekopa trilioni 60. Kwa miaka zaidi ya 60 walikopa trilioni 60. Huyu Rais Samia huyu amekaa madarakani miaka 4, amekopa trilioni 47. Kwa sababu gani? Hii mikataba yote ambayo wanavunja, hawana fedha za ndani wa kukusanya kwenye fedha za madafu za Tanzania waende wakalipe hayo madeni. Wanakopa nje ili hizo fedha ziende zikalipe madeni huko nje. Na sasa hivi wamepigwa ban kwenda kukopa mikopo ya nje. Ndugu zangu, maisha yatakuwa magumu kwa sababu ile pesa ya kulipa madeni walikuwa wanakopa nje waende wakalipe madeni. Sasa hivi wataongeza ushuru wataongeza tozo, wataongeza ushuru wa halmashauri, wataongeza kodi ili wakusanye pesa kidogo wawalipe watumishi wa umma waende wakalipe deni la nje. Ndugu zangu, maisha yatazidi kuwa makubwa, magumu kweli kweli. Yaani sasa hivi tunakwenda kuishi maisha magumu haijawahi kutokea endapo tutawaruhusu hawa manyang'au waendelee kuwa madarakani. Iko hivi, tarehe 9 Disemba, ukikaa ndani ndugu yangu, ukikaa ndani hali itakuja kuwa mbaya zaidi. Lazima tumalizane na hawa watu ambao wamechoka fikra. Cha kwanza, tukishamalizana nao hatuwezi kuwaacha, tutawafilisi mali zao. Kwa mfano huyu Abduli huyu tutamfilisi kila kitu, atabaki na msuli, ataenda gerezani, hawezi kubaki uraiani. Mama yake atahukumiwa kunyongwa kwa kesi ya mauaji. Abduli na watu wake wote walioifilisi Tanzania na kuisababishia madeni ya kutisha, wote wa Chama cha Mapinduzi, hawa tutawafilisi. Hata vijiko tutauza kwa mnada, wataenda magereza. Wanaostahili kunyongwa watanyongwa. Nchi hii sio ya baba yao, nchi ni ya Watanzania. Katiba imeandikwa Tanzania ni jamhuri ya Watanzania, sio kikundi cha watu wachache walioifilisi nchi. Tuna madini ya Tanzanite ambayo hayapatikani sehemu yoyote isipokuwa Tanzania. Leo hii mnavunja mikataba, tunalipa kwa gharama zetu, mmekalia viti, hakuna miradi yoyote, vijana hawana ajira, watu wachache wananufaika na Tanzania. Hatuwezi kukubali. Tarehe 9, ndugu zangu wa Tanzania, msimwone Abili kama amepoteza muda hapa. Anachozungumza Abili ni kitu cha muhimu, kinakwenda kuasili maisha ya kila Mtanzania. Kwa hiyo ndugu zangu,
Suluhisho la haya yote ni tarehe 9, ni kufurulusha Kibaka CCM na makopo yake yote. Kwa hatua ya sasa ni hayo, tusizani kama nina lugha nyingine ya kuzungumza zaidi ya hiyo. Asante sana. Asante sana Twa. Asante sana kwa kweli, umepiga nondo mle mle. Jamani, nadhani mmeisikia hotuba ya Abiy. Amechambua hayo makampuni yote yaliyovunjwa mikataba na nchi yetu. Jamani, hebu fikirieni kweli, kama zile kampuni zina makosa, tuseme kampuni zina makosa ndio zifike 21. Hebu fikirieni, haya kampuni zina makosa ndio ziwe 21, mpaka huko wanakoenda kushtaki watu wakienda kuomba ushauri wa kwenda kuwekeza, ile mahakama inaambia usiende. Hebu fikirieni Tanzania ilipo. Afu hii ilikuwa ni siri, haya mambo yalikuwa ni siri. Hata hao waliotuambia leo turudie hii mada ni hao ndani ya CCM, hao ndani ya CCM wamesema irudiwe hii mada kwa sababu kuna vitu vingine watu wameshangaa vigeni. Ndio hapa nilikuwa nawaambia, hata mimi mwanzo nilipoanza, Abduli anajua mpaka kazula mimba anaijua. Hapa mmesikia juzi anahitaji kazula mimba, mpaka Malimbe Nyegezi anapajua. Hii ilikuwa mada nyingine ya kuhusu wale wanaoua watu. Hapa leo tunajadili hii mikataba ambayo inavunjwa. Mkataba unavunjwa kwa ajili tu mtoto wa Kikwete kaomba hela akale na demu yake London Uingereza. Hebu angalieni. Alafu wewe unauza sumu ya panya. Mnakuja hapa mmevaa t-shirt eti kataa maandamano. Unasema kataa maandamano, babako anaziba beseni. Kweli nyie watu mlioanzisha viupuzi eti kataa maandamano ni mipumbavu tu. Yaani ni mijinga, ni bumunda tu ndo linaandika t-shirt kataa maandamano. Tena utalikuta lijamaa na misuli limetunisha liko kwenye live. Eti mnaonaje? Eti hapa mimi live yangu ni demokrasi. Ninaruhusu tu mtu yoyote. Karibu nikupe dakika 5 zako. Pumbavu kabisa. Pumbavu dakika 5. Wewe uwezi ukaiacha roho ya mtu ikaondoka, alafu ukathamini shishi food. Shishi food ina faida gani duniani? Ni ujinga. Leo hebu fikiria. Hiyo mikataba 21 ni trilioni ngapi tunadaiwa? Na mnasikia anaposema Abiy na deni lote limelipwa. Fikirieni sasa. Hilo deni hela zilitoka wapi? Ndio hizo linazokopwa huko kwa ajili ya wagonjwa ukimwi. Wanadanganya sisi tunataka tukajenge vyoo, wanachukua hayo mahela kwa sababu kule wamesha ya koroga, wanaenda wanafidia kwenye madeni. Sasa sikilizeni mziki unaokuja. Na hapo mjue tuna balance ya deni. Mnalijua lile deni ambalo tunasemaga la taifa wakati tumelisakizia ni deni la mama la trilioni 107. Hilo liwekeni kwenye bracket. Lile deni la trilioni 107 lile linajulikana kabisa, lile halina kwele. Ile wameliandika wenyewe. Haya ya kujificha mnayajua. Alafu mnadai eti mama anasimama mbele ya umati eti nchi haina rasilimali. Nchi haina rasilimali. Nchi ina migodi karibia 6 ya madhahabu na almasi, Tanzanite, makaa ya mawe. Hayo yote yanatengeneza karibu migodi 10. Na kuna madini aliyasema Abiy hapa juzi yanapatikana Morogoro na Mbeya, ambayo yanatengeneza gari aina ya Tesla, ambayo hayo madini hayajulikani kwa Watanzania. Huo mgodi amepewa Rostam migodi 2. Mnakumbuka East Africa yule ambaye anakujaga hapa kwenye live anaujua huo mgodi, aliusikia hapa. Na kuna kijana mmoja anaujua huko Morogoro, sijui nani, wanajua, na yanamilikiwa na Rostam. Hayo madini nani alikuwa anayajua? Nyie watu wa kwenye comment mlikuwa. Kuna madini yanatengeneza gari za Tesla, nani anajua? Na kuna madini yanatengeneza haya magari yanayotumia mionzi ya jua, nani anayajua? Yako bongo. Yasemekana sasa hivi kwa sababu huenda miaka 10 ijayo au 20 petroli itakosa thamani, Waarabu wameanza kujisogeza kudili na hayo madini kwa ajili ya hizo gari za umeme. Alafu nyie mmekaa tu mmeng'ana kuuza sumu ya panya
na kunoa visu kuwaamsha watu asubuhi kabla ya saa za kuamka. Hakuna biashara siipendi ya kunoa visu kuwapigia kelele watu asubuhi wamelala. Kunoa visu, kuuza sumu ya panya, ni kupiga kelele. Zile sio biashara, ni fujo. Hapo nchi na direct tumetengeneza ajira. Umetengeneza ajira watu wakati umetengeneza fujo. Uwezekano unapita mimi Uswahilini nimelala na raha zangu naanza kuninolea kisu. Hiyo ni biashara fujo. Dirishani unaninolea kisu dirishani. Hujamaliza kuninolea kisu unapita hapo dagaa bichi. Dagaa mbichi za nini jamani, tuna almasi. Unahangaika na dagaa mbichi, Mtanzania tuna almasi. Dagaa mbichi za nini? Tunatakiwa tutenge na sisi kama Ulaya unapewa hela bila kufanya kazi. Unahangaika na madagaa bichi, hapo nikikutana nao ninaniambia ni mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu, sema mipango ya CCM. Mipango ya Mungu vipi? Mnapigiana simu kutoka Mtwara huku maisha ni mazuri. Sasa mjomba nije nifanyeje? Njoo huku utapiga dili. Kuna nini? Utakusanya maplastiki njiani. Mtu anamtoa ndugu yake Mtwara aje akusanye maplastiki njiani. Kwa sababu kule Mtwara hali ni mbaya. Kule Mtwara anashinda anafukuzana na panya tu kwenye mashamba. Ni heri akakusanya maplastiki Dar es Salaam. Kwa sababu Mtwara anakusanya ni kugombana na mapanyabuku tu. Atafanya nini? Wakina Harmonize kugombana na mapanyabuku wakina hapa. Kilichowakimbiza Dar es Salaam nini? Huko Mtwara unakugombana na mapanyabuku tu polini. Wanakwenda Dar es Salaam wanaanza kukusanya maplastiki. Alafu nchi ya 6 kwa madini duniani. Ina almasi ambayo ipatikani duniani, almasi ya blue. Ina Tanzanite ambayo ipatikani duniani, hayo madini. Na sasa tuna madini ya kutengeneza gari aina ya Tesla. Alafu mtu unakuja unaniambia eti kwamba eti nchi haina rasilimali. Rais wa nchi anasimama, nchi haina rasilimali. Kwa hiyo tukaze mkanda. Wakati hela anazo Abdul, anazo Kikwete. Marehemu Lowassa ametengeneza apartment Sweden kwa mujibu wa bili. Hiyo ilinasa hiyo. Ana apartment za kutosha ambaye waziri wa Sweden hana. Waziri wa Sweden mpaka anashangaa. Hawa watu mimi nawasaidia kutengeneza madawati huko. Wao mbona wanamiliki majumba ya kifahari? Tanzania hiyo. Wanaishi vizuri tu. Hawa kina Msigu wasione hivyo wanapewa maiki kwa ajili ya kusema uongo. Ni wezi tu. Anaiba hela za kiwanja cha Mkapa. Kuna skendo kwenye kiwanja cha Mkapa pale, msisikie. Subirini watoke madarakani utasikia. Msigwa na mwana FA wametumia mabilioni ya pesa pale kwenye kile kiwanja. Wamejenga majumba, wamejitengenezea maufali pale. Msigwa na mwana FA. Nadhani mnajua. Alafu nchi imeshafilisika. Kumbe wanaishikilia watu watatu. Kwa nini walitumia nguvu kuua watu? Walitumia nguvu kuua watu kwa sababu walijua wanakwenda kutoka madarakani. Kwa mujibu, kuna mwandishi wa habari leo hapa amesema, ni mwandishi kutoka Tarime. Siwezi kuiplay hapa, sauti yake sio kubwa. Ni mwandishi kutoka Tarime. Alishiriki maandamano akiwa na kamera yake, anarekodi matukio. Walipomuona anarekodi maiti 2 zilizokuwa mbele yake, ni mwandishi wa habari, walimkamata askari, wakaanza kumtandika na wakamfunga kamba shingoni watake kumnyonga. Bahati nzuri akasevu, lakini aliunganishwa na watu waliokufa. Akaenda kuwekwa kwenye kulala kwenye damu za waliokufa. Anawaambia jamani, nini ni mwandishi na kamera hii hapa. Anakula kipigo, kala kipigo kweli kweli. Bahati nzuri mke wake enda kumtazama siku ile ya tarehe 31 kuangalia watu waliokamatwa, wakamkuta. Akaandikiwa pale, ameshakula kipigo kwa yumo anahojiwa. Hapa anapohojiwa alikimbia Kenya. Alikuwa Tarime. Kapenya hayo manjia ya mapolini huko Hispania, kakimbilia Kenya. Haya mahojiano hayafanyia Kenya. Amekimbia familia yake. Saizi ana siku karibia mwezi sasa. Hayuko mbali na familia. Anasema polisi ilizidiwa nguvu Tarime, wakabaki hawana chochote. Baadaye wakapata oda ya kuua. Hiyo ndio iliyokimbilia. Kwa sababu yule mwandishi anasema walipiga maji ya kuwasha yakaisha, wakapiga bullet za plastic zikaisha,
wakapiga bomu za machozi zikaisha, watu bado wanakuja tu, ndio wakaamua kupewa oda ya kuua. Ile kuua ni oda kabisa, ilitoka kwa mama ile, hawana kona, wasiwadanganye. Mwandishi wa habari huyu anasema, iko video huko, kaojiwa akiwa Kenya, mwandishi anayemuoja analia, binti analia, na yule mzee analia, mzee mtu mzima, mwandishi. Alafu Msigwa anatoka anasema eti waandishi hamtoi ushirikiano, ukaniue. Hivi unaweza ukamchukua Kitenge akaripoti Tarime, ukamchukue Oscar akasimame Mbeya, ukamchukue Zembwela eti akakae sijui Mwanza alete matukio, eti Mwanza hapa naona wanauawa nini, anaripoti kutoka FM Wasafi? Pumbavu kabisa. Huyu Msigwa anatudanganya hivi. Hakuna mwandishi yoyote Tanzania aliyekubaliwa kuripoti tukio lolote. Waliripoti watu wa nje tu, Al Jazeera, BBC, na hakuna wa ndani aliyefanya, na hawajaweka jeuri yoyote ya kumzuru yoyote mwandishi wa nje. Hawana jeuri. Kama jeshi letu lenyewe risasi zinakaa Dodoma, bunduki zinakaa Mwanza, mna jeuri ya kumgusa mtu wa CNN eti akamatwe anyongwe? Nani? Labda yule Trump hayupo, labda yule Trump hayupo. Huyo tu askari waliosema wamekamata Marekani Tarime, mmeshazipata fununu tena. Trump juzi limeulizia tu likasemaje, eti nasikia kuna mtu yuko wapi? Mmesikia? Kaishaachiwa zamani. Mmemsikia? Nani tena anasikia zile tetesi eti kuna Marekani na mabomu? Tuambiane huko kwenye comment. Hawa watu hao wanacheza na hisia zetu tu. Hawa wakila wenyewe ni kukamata binti Kigoma, kukamata wakina Moipaya, kukamata wakina nani, yaani wenyewe ni kukamataga wale wanaojua wanyonge wao. Wewe unaweza kuniambia pale Dar es Salaam hamna watangazaji wa Al Jazeera? Ana jeuri ya kuwapata? Wapo na wakamati. Hawawezi. Hawana ubavu huo wa Tanzania kwenda kumkamata na kumfunga, kumnyonga. Hawana. Watu wenyewe wanadaiwa trilioni 107. Wakiambiwa lilipe kwa pamoja, wanao jeuri. Tusikubali. Hii imekuwa ni nchi ya uongo. Rais kadanganya, msemaji kadanganya. Mtamaliza na uongo wa rais. Rais amedanganya siku ya kwanza waandamanaji ni wageni, sio wa Tanzania. Siku ya pili waandamanaji walifata mkumbo, hawajui watendaro. Ya tatu waandamanaji walipewa na hela na NGO. Siku ya 4 waandamanaji wamepewa hela kutoka Kenya. Huyo ni rais wa nchi, ana kauli 4 tofauti. Sasa huyo mzungumzaji wa serikali atatuambia nini? Kapewa swali tu zito moja tu. Unaweza kutuambia maiti zilipo? Sababu tunaona watu wengi wanalalamika miili ya ndugu zao. Swali zuri sana, amefeli kulijibu. Kwanza alifikiria, akapanic, anayesukumizia polisi. Hilo siwezi kulijibu mimi, kawaulizeni polisi. Wakaulizwe polisi, wakati mpambe wako ndio amiri jeshi mkuu. Polisi wa nini huko? Nikamuulize Kuruti huyo, wa nini? Wewe ndio final say. Nikamuulize Kuruti. Unaona walivyo? Eti amesukumiziwa mlilo huko tayari, wakati swali linakwenda kwenye ofisi yake. Yeye ndio muamuzi, na mama alisema kabisa hawa watu wanapata mkumbo, na mama alisema atawaachia baadhi. Unaulizwa haya wanataka maiti zao, alafu unasema nini? Alafu maiti za Mwananyamala unasema zimetengenezwa picha kutoka Kenya. Na kuna ingine nimeshangaa, mama anasema kwamba watu waliokufa hawafiki 20. Anyway, mimi nimemaliza. Nadhani labda tukurudishie Habibi. Hapana, nimeona pia kuna watu wanasema wanataka kuongeza. Kama tuwasikilize pia, niko sawa kuwasikiliza. Okay. Kuna watu wameomba hapa chini lakini kwenye request hawapo. Ngoja niangalie watu moja. Kuna watu na sio lazima kuomba chini. Kuna watu hapo juu hapo muda mwingi, sio lazima chini. Kuna mtu mmoja alikuwa wa kwanza kabisa, kuja nimtafute.
alikuja wa kwanza kabisa. Amekata tamaa. Naam. Kuna mtu anataka kuchangia upande wa kwangu. Okay, fungua tu maiki. Yeye fungua maiki. Una dakika 2 twende. Haina noma, tayari nimefungua. Haya. Cha kwanza naanza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa naona jinsi Tanzania inavyoelekea, tunaenda sehemu nzuri. Na kitu kingine ambacho naweza nikachangia, nataka niongee maneno mawili. Na basi, hakuna maneno mengine. Cha kwanza, tujipongeze kwanza. Tunajitahidi na tunaendelea kujitahidi. Cha pili, tusichoke. Tanzania ni yetu. Asanteni sana. Mwingine jamani, kwa nafasi ya upendeleo. Sama ndugu zangu huko hawanaga maneno mengi. Wanapiga nondo chache. Tunaendelea mbele. Mwingine weka hata watatu. Jamani, mwingine. Judas. Hapa juu hamna mtu ambaye anataka kuchangia. Ni watu hapa juu. Yeye ndo amechangia mwenyewe. Okay, panda. Kwa hiyo kesi mmenyamaza kimya, gani nipandishe mtu mwingine. Tupo. Kama ina sasa ongea, ani mute sasa. Mbona sasa mimi nataka watu ambao wako shapo. Karibu Juda. Karibu. Sama. Nani Samaya? Si nani wewe? Sasa nipo kwenye. Kama endelea. Nidhani nasema Samuel.